Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida, vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamis kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku. Na Alhamisi ya mwisho wa mwezi huwa tunakuwa na kipindi maalum, kipindi cha dakika 90, kipindi cha maswali na majibu. Na leo ikiwa ni Alhamisi ya mwisho wa mwezi, kwa hiyo tuna kipindi leo cha dakika 90. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali cha kuweza kujifunza hili neno la Mungu kwa kutumia mtandao. Basi bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkondi ili aweze kutupa utaratibu wetu wa vipindi vya Bible Study na kuweza kuanza kipindi chetu rasmi kwa siku ya leo. Karibu Brother Jerry. Amen. Asante sana da Priska Mungai Mshana akizungumza mbashara kutoka makao makuu ya huduma zetu za Umoja hapa Dallas, Texas, USA. Ikiwa ni siku ya March 26 kwa mwaka huu 2026, specifically siku ya 85 ya mwaka katika siku 364, ikiwa ni wiki ya 13 kwenda 14. Tunamshukuru Mungu kwa kuweza kuwa pamoja, na tunamshukuru Mungu kwa wewe umeweza kuingia kwa wakati katika kipindi hiki kingine. Itakuwa ni cha 3 namna hii cha maswali na majibu. Kama kusema da Priska, kila Alhamisi ya mwisho mwezi tunakuwa na kipindi cha maswali na majibu kwa dakika 90, na kinafanyika hivyo kwa mwaka mara moja kwa mwezi, kwa sababu of course Alhamisi ya mwisho iko tu moja. Kwa hiyo ni ya 3 kwa mwaka huu. Tunamshukuru sana Mungu katika hicho, na kwa sababu umeweza kuingia kwa wakati, basi tafadhali kuwa shemasi. Kilichokukaribisha kama ni flyer, kama ilikuwa ni reminder katika simu yako, katika WhatsApp group yako, tafadhali kuwa shemasi forward kwa wengine watatu kwa taarifa kwa kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili cha makanisa ya Umoja kipo hewani. Na wakati unafanya hivyo, basi nikukumbushe basi utumie nafasi hiyo vile vile kusubscribe katika channel yetu ya YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study, Umoja Church Bible Study YouTube account. Subscribe, gonga kengele, kila tunapokuwa tuna upload vipindi vipya utakuwa mmoja kati ya watu wa mwanzo kabisa duniani kuweza kufahamu kwamba kuna kipindi kipya kimekuwa upload pale. Na basi nimkaribishe kwa mara ya kwanza kwa siku ya leo mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua. Yeye atatufungulia kipindi kwa sala jioni, and then tuendelea moja kwa moja katika kipindi chetu cha maswali na majibu kwa dakika 90. Dr. Nasua, karibu sana. Asante sana. Tuombe. Baba na Mungu wa rehema, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ulinzi wako wa mwezi mzima. Leo Baba, tunaingia kwenye kile kipindi cha maswali na majibu, kipindi ambacho kila mmoja anajifunza kutoka kwa mwenzake. Tunapokwenda kwanza kipindi chetu cha leo Baba, tunakianza katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Sana mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa kutufungulia kipindi chetu cha 3 cha maswali na majibu kwa mwaka 2026 kwa sala. Naam, kipindi kiko hewani kwa ambao basi hujapata nafasi ya kushirikiana nasi. Hiki ni kipindi cha kipekee kabisa ambapo unapata nafasi ya kuuliza swali lolote lile la Kikristo ambao tunaweza kutumia aidha Biblia tunaifahamu ama knowledge ya dini yetu ya Kikristo kuweza kuchangia ama kuwekana sawa katika maswali hayo. Kwa swali lolote lile ruksa kuleta kwa siku ya leo, na tunaanza hivyo rasmi kwa hivi sasa. Angalia simu yako ipo katika mute, utabonyeza alama ya nyota nambari 6 mara moja tu, itakutoa katika mute. Ukajitambulisha kwa jina la kwanza na pale ulipo, na ndio utakuwa hewani kwa dakika 3 kuuliza swali lako vizuri kabisa. Atakayejibu, mtu yeyote anaweza kujibu. Of course naona kuna kundi kubwa la watumishi hapa, kwa maana wachungaji katika line, but mtu yeyote anaweza kujibu ama kuchangia, kwa sababu kama tunavyosema siku zote ni kipindi cha maswali na majibu. Wote tunasaidiana katika yale ambayo tumeweza kuyauliza ama kuyasikia. Kwa hivyo kipindi hicho kiko hewani kwa sasa. Karibu katika kipindi cha maswali na majibu. Ruksa kuwa kwanza, sijali kabisa, but kwanza bonyeza alama nyota nambari 6 utakuwa hewani. Jina la kwanza pale ulipo. Karibu, changamkia muda. Bwana asifiwe.
Amen, amen, amen. Asante sana. Mzwaji wa kwanza kwa siku ya leo ni mchungaji Mangesho kutoka Oklahoma pale. Karibu. Amen, amen. Asante sana kaka Jerry, Mungu akubariki sana sana, lakini pia nishukuru Mungu kwa ajili ya dawati zima la Bible Study na wengine ambao mko hapa, kwa kweli Mungu awabariki. Nilikuwa na swali kidogo na mtu labda anaweza kanisaidia, lakini pia katika hili swali kama pia mtu atakayejibu au labda hata kama asipokuwa na mstari ni sawa, kama pia unaweza kanipatia mstari ambao labda unaelekea au unasimamia hoja ambayo ya swali nitakwenda kuuliza. Swali langu ni hili, na ni kitu ambacho nilikuwa nimekiona lakini nilikuwa sijakipa mawazo kujua kwa nini. Kwa nini inakuwaga ni rahisi zaidi hata sisi kwa sisi Kristo pia, hata kwa wewe pia, hata mimi labda wakati mwingine inakuwa ni rahisi kumchangia mtu aliyefariki kuliko kumchangia anapokuwa hai akiwa na hitaji. Mfano tu kuna baba yetu mkubwa ambaye amefariki, ni baba mkubwa ambaye baba yake ni kama ni mtoto wa babu mdogo amefariki, and of course nani kijaribu kuangalia ile mjadala wa mchango na nini inafikia karibia milioni 7 milioni 8, lakini haikutokea. Huu ni mfano tu. Tuseme babu huyu, yani huyu baba mkubwa, tuseme kama angekuwa yuko hai na angehitaji, let's say tuseme hey jamani, kuna gharama za hospitalini, hebu tumchangie, sidhani kama ingefikia milioni 7 milioni 8 ambayo imefikia sasa hivi. Au tuseme labda angesema kwamba jamani, mimi nataka nirudi shule na mbona mnichangie niweza kurudi shule. That is, yani isingefikia that amount, yani kunakuwa na uzito hapo, unaona. Kwa hiyo kwa nini inakuaga hivyo, yani in that sense? Au labda mtu unakuwa wakati mwingine sasa inachukua muda, lakini nakwenda kumalizia kwa dakika moja tu, unapochangia michango ya harusi unakuta michango ya harusi inakuwa ni kubwa, lakini mtu huyo ambaye labda anaoa au kuolewa angeomba mchango, tuseme let's jamani, nina kiwanja nataka kununua na mbona mnisaidie, au na hitaji kurudi shule, isingefikia mamilioni ya hivyo. Kwa nini inakuwaga hivyo? Na labda kama mtu atakayejibu, kama hana mstari ni sawa, lakini kwa mtu mwingine ambaye labda anataka na mstari wa kuweza kusupport hiyo hoja. Amen. Amen. Wow. Sana kwa swali zuri kabisa la kuanzia kwa siku ya leo. Tutajaribu kuparaphrase pale kama umeingia wakati mtumishi anazungumza. Swali la kwanza kwa siku ya leo linasema kwamba kwa nini matumizi ya fedha ni rahisi kwenye tukio moja versus lingine. Ametoa mifano miwili kwamba ni rahisi mtu kuweza kuchangiwa wakati ameshatwaliwa, kwamba sasa unataka kwenda kumpumzika katika nyumba yake milele, michango inatoka kwa urahisi sana, faster, na inatoka sometimes michango mikubwa. Lakini mtu yule wakati alikuwa anaumwa, tunataka kwenda kumhudumia matibabu na kadhalika, watu wale hawaingii mfukoni kwa urahisi. Na akaongeza na upande wa pili akasema kwamba labda sehemu ya pili, kwa nini mtu akitangaza kwamba kuna harusi michango inakuja mingi kwa mamilioni, lakini mtu yule akisema jamani, ninataka kwenda kununua kiwanja ama kuna kitu fulani nataka kufanya, hatumsaidii katika speed ile. Unafikiri ni kwa nini? Angalia simu yako, na amesema kabisa hata kama mna mstari Biblia ni okay, anataka kujaribisha kufahamu roho hii kwa sisi wa Kristo imefikia wapi, imekuja vipi na kwa nini iko pale. Angalia simu yako, alama ya nyota nambari 6, utakuwa hewani. Jina la kwanza hapa ulipo, nitakupa dakika 2 mpaka 3. Karibu changie katika hilo. Mtu ni yule, wewe ni huyo. Labda nikisema wewe ndio ninaanza kuwasababisha wengine wakae kimya. Kwa nini? Umeshuhudia hiyo sio? Kila mtu ameshuhudia hicho kitu. Umeshuhudia, unafikiri kwa nini? Labda si wewe, lakini unafikiri kwa nini wengine wanafanya hivyo? Karibu changia. Kama unazungumza na sija kunoje, inawezekana kabisa upo katika mute. Angalia simu yako tena, bonyeza alama ya nyota nambari 6 *6. Si msiba, unatoa kiurahisi. Mtu yule alikuwa anaumwa, hukumchangia kwa urahisi.
tayari. Sasa labda tupokuongezea kidogo tutakapofikiria kujibu, na unakuta ambapo let's say ingechangiwa mapema ingesaidia zaidi, labda hata kabla hajafariki. Yani sika unapata picha, yani inataka tukuongezea hapo kidogo. Sawa kabisa. Naam. Kwa sababu kiwango hela ingefika. Naam, nakusoma vizuri kabisa. Karibu, mmeweza kusikia hapo. Amen, amen, amen. Ngoja sauti kidogo, jitambulishe jina la kwanza pale ulipo. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni kutoka Yukasha. Amen, amen. Bani kama Adama. Na tunashukuru kwa ajili ya swali hilo zuri sana, kwamba ni kwa nini inatokea mara kwa mara kwamba kama mtu anachangiwa kwa mara ya maana kwenye ile mtu akifariki ni kuchangiwa kwa mara ya mwisho, lakini pia ile ya kwenye harusi nafikiri pia inahesabika kwamba ni mara ya mwisho. Na ni kweli kwamba labda katika ubinadamu wetu tunaona kwamba tukikosa ile ya kwa mfano kwenye ile ya kumchangia wakati wa harusi, basi tutakuwa tumekosa moja kwa moja fursa hiyo. Alafu tukiwa tumekosa ile ya kumchangia wakati amefariki, basi tutakuwa pia tumekosa moja kwa moja fursa hiyo. Kwa hiyo nafikiri kuna namna fulani ambayo sote hapa tunakubaliana kwamba kuna vitu ambavyo tunaweza tukawa tunafanya, lakini hatujui kwamba kwa nini tunafanya hivyo, lakini ni ile hali yetu ya ubinadamu. Labda wakati mwingine hata ni kutokana na taratibu zilizopo katika jamii, ndio, lakini ni hiyo hasa hiyo ya kwamba nisije nikakosa hii mara ya mwisho, hii nafasi hii ya pekee. Na unakuta kwamba kama labda ni mahitaji yale ya huko katikati tu ya maisha, unakuta kwamba watu wanasema kwamba labda ninaweza nikapata nafasi wakati mwingine. Na kwa hiyo ninafikiri ni namna ya pekee ambayo bila shaka tunajikuta tunafanya vitu vya namna hiyo. Na wakati mwingine Mtume Paulo anasema kwamba lile ambalo ningependa kulifanya silifanyi, lakini lile ambalo nisingependa kulifanya ndio najikuta nimelifanya. Kwa hiyo kuna ni vitu vya namna hiyo ambavyo basi inabidi hata tunapotoa kwa ajili ya kufanya vitu vya namna hiyo tujiulize kwamba hivi kwa nini ninatoa kweli katika wakati huu. Maana tukajiuliza, inawezekana tukapata jibu kwamba ni kwa nia iliyo nzuri safi, au ni kwa sababu ya hiyo nyingine hiyo ambayo nimetaja hapo nyuma. Asante, nashukuru kwa kifupi. Amen, amen, amen. Sasa kutuanzia mdahalo siku ya leo hapo, Reverend Dr. Kasha. Engo ya mchangiaji wa kwanza anasema kwamba binadamu tuna guilt conscience ya kuaga. Kwenye kuaga unafanya mara moja tu. Kwa hiyo kama mtu amefariki tunajua kwamba ni safari yake ya mwisho, tunamuaga. And then vile vile anapokuwa anaingia katika ndoa anawaga ukapera. Na kusema hivyo lakini napita upande huo. Kwa hivyo anasema kwamba ni kwa sababu unapata watu wataki kumiss opportunity ya kuaga. Kwa hiyo ndio maana unaweza kufanya hivyo. Asante sana. Tumeanza vizuri. Nani mwingine hapo? Na nafikiri ule mstari Biblia unataka kusema mtumishi. Karibu mama, afu nitakuja kwenye mstari. Endelea. Nafikiri mama. Amen, amen, amen. Karibu, jina la kwanza pale ulipo. Samani, mimi hapa ni Vale, naongea kutoka Nebraska. Mimi chanjo langu siko mbali sana na baba Kasha, kwa sababu ni ile watu wana feel guilty. Na kwangu mimi ninavyoona kuwa jamii ya siku hizi tumekuwa na ule ubinafsi. Unaosikia mwenzako ana shida, badala ya kumfikiria yule mwenye shida unaanza kujifikiria wewe kwanza. Unaanza kujifikiria wewe binafsi, wewe na familia yako. Kwa sababu siku hizi familia, yani tumekuwa binafsi. Yani mimi nasemaga kizazi cha siku hizi kwetu sisi tuna ule umimi mwingi, sio kama vile wazazi wetu walivyokuwa wanaishi yani wakiwasaidia ndugu, ndugu
yani sisi kizazi chetu tumekuwa ni sisi, yani ni mtu na familia yake, unaona. Kwa hiyo mtu anapokuwa na tatizo kama hilo, unakuta mtu kwanza unajifikiria kwanza wewe binafsi. Kwa hiyo yule mtu anapokuja kufariki, ile guilt of conscience inakufanya na wewe useme sasa ngoja na mimi nichange, jina langu lisije kutokuonekana kwenye rambirambi au kwenye listi. Kwa hiyo hilo ndio chango langu, na ninamuomba yani nitumuombe tu Mungu atusaidie, kwa sababu tunakoelekea kwa kweli sio. Kwa sababu unakuta mtu anahitaji hela ya matibabu, hatewi, achangiwi, lakini pale akishakufa ndio watu mnaanza kuchanga mamilioni ya pesa, na wengine kujitoa wanaenda even further. Wanasema mimi nitanunua jeneza au mimi nitajenga kaburi, unaona. Yaani kwa kweli Mungu atusaidie. Amen. Amen. Wow. Sana Davane kutoka pale Nebraska kwa changizo lako hilo. Asante sana. Tunaendelea. Na nimekumbuka ile mstari ambao mtumishi Dr. Kasha atakupita nao huko Warumi 7:15, na nimeshaufungua tayari kama alivyokuwa ameukoti baadaye hapo earlier. Maana sijui nifanyalo kwa sababu lile nipendalo silitendi, but lile nilichukialo ndilo ninalotenda. Interesting. Tuendelee. Karibu mtu mwingine hapo kama umeingia kuchelewa. Swali lipo kwenye jinsi ambavyo tukajitoa kwa wenzetu. Mtu akitangaza harusi, tunachanga pesa. Mtu yule au mtu wewe huyo ama jamii ile akisema jamaa nataka kununua kiwanja, tunaika mkono mfukoni. Ama alikuwa naumwa hata kuweza kujana maburungutu, lakini akishatwaliwa michango inakuwa mingi fasta mikubwa. Kwa nini unafikiri Wakristo hii tabia ipo? Angalia simu yako la manyota nambari 6 utakuwa hewani. Alama nyota nambari 6 utabonyeza hiyo, ndio itakutoa katika mute. Kama upo live uko mbashara kwa siku ya leo, kwa nini unafikiri hii tabia tunaiona kama Wakristo? Mtumishi Mangesho, inawezekana ukimya huu inawezekana alipokuwa ameanza Dr. Kasha pale alipopita shemeji yangu Vale pale Nebraska, inalikuwa amefunika pale. Je, wamekusogeza somewhere? Sisi kaka Jerry. Subiri, naona kuna mtu amefanikiwa pale. Ngoja niangalie hapa. Pale Ohio, Mama Kavishi, karibu. Asante. Mimi siko mbali sana na wanenaji waliotangulia, ila kidogo nitaongezea neno moja kwenye upande wa kuuguliwa au kuuguza. Ni kwamba sasa hivi binadamu tumekosa upendo. Hicho kinachopelekea usijali kwamba mtu fulani anaumwa, nikitoa msaada fulani utamsogeza mahali ama utakabiliana na mahitaji yanayotakiwa hospitali. Ni kwa sababu tumepungukiwa upendo. Unakufanya mtu hujali, unakufanya mtu una utu, yani ni kama una utu, kwa sababu uthamini uhai wa mwenzako. Nikija kwenye upande wa harusi, watu wengi wanachanga kwa sababu ama huyu mtu alishawahi kunichangia kwenye harusi ya mtoto wangu, kwa hiyo ni kama aliwekeza. Pili, ni ama nitamchangia kwa sababu manake bila kuchanga sitapewa kadi ya kwenda kuhudhuria. Na mimi ningependa kwa sababu ya chakula, ningependa nifike pale niangalie hayo mahafali ya mwenzangu yalivyo, na sitaweza kuingia pale kama sitakuwa nimetoa mchango ili kupewa kadi. Na hiyo pia siwezi kuihesabu sana kama ni kupenda, kama ni kwamba kuna upendo. Na hasa inauma zaidi pale unapokuta hasa kwa wanafamilia.
ni kwenye familia, tuache watu baki tu kwenye familia upande wa kuuguza. Unakuta ndugu mmoja ana uwezo wa kulipata hizo gharama zote za hospitali bila hata huyu mtu kuchangisha, lakini na mwenyewe atatoa kwa ufinyu, kwa mkono wa birika, ama pia naye anangojwa aombwe, abembelezwe, aelezwe hali halisi, huku mambo yamekuwa magumu. Kwa hiyo kwa kweli kama Vala alivyosema, ili ni kuomba sana hizi roho, maana hiyo ni roho fulani ya sijui niite roho ya ukatili, sijui niseme ni roho ya nini, ambavyo roho kama hizo ni za yule mwovu, ni za kukemea kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sana mamangu kwa changizo lako zuri. Naomba nibaki na wewe kidogo. Hii point ya mwisho ya kwenye harusi umeeleza vizuri kabisa, na imeweza kujitetea nafikiri. Walatino naita hicho kutamka quid pro quo. Nipe nikupe, ama nafanya hivi ili niweze kupata kingine. So ngine atakuja kwenye harusi anajua kwamba jamaa anafanya, atakuja kumbuka nilitoa mchango, atasifanyia kitu sawa. Tule katika swala point ya kwanza ulisema swala upendo. Ukasema kwamba akiwa hospitali pati msaidia kwa sababu tuna upendo. Lakini sasa kama hauna upendo, kwa nini unatoa tarambirambi? Nirudi kwa mama ngoma kabisa. Hauna upendo, sasa kwa nini utoe tarambirambi? Kama hauna upendo, huku sitoi. Unajua, naongelea upendo kwa kumjali mwenzako. Sasa tayari ameshaondoka, unaona sasa hata nisionekane hata nimetoa na mimi kumsindikiza kama wenzi. Yaani unafanya tu kama upendo ulikosekana wakati ule kupunguza, hata hapa wakati unatoa basi tu uonekane na wewe ulitoa. Na nirudi nyuma kidogo, hata kwenye upande wa ndoa, kwenye upande wa kuchangia harusi, unakuta mtu mwingine ambaye anajua kabisa mimi sitaatendi hiyo harusi, sitakuwepo, lakini mimi natoa kwa moyo ili huyu jamaa yangu au rafiki yangu au jirani yangu au mwanakijiji mwenzangu afanikishe shughuli yake. Safi kabisa. Asante sana. Haya, sasa naweza nikarudi pale Oklahoma na confidence kidogo. Vipi mchungaji Mangesha, katika majibu uliweza kusikia hapo? Kaka subiri, naona kama kuna mtu mwingine. Kaka Jay, naomba nichangie. Ni dada Jessica huyo. Ndio. Naam, karibu. Naam, karibu. Nachangia kidogo kwenye upande wa kifo. Na ukisoma katika Mhubiri 7:2 inasema afadhali kwenda kwenye nyumba ya msiba. Na ukiruka ukasema kwa nini? Kwa kuwa kifo ni hatima ya kila mwanadamu. Kwa hiyo mtu unaona hiyo ndo hatima yake, ndo sherehe yake ya mwisho. Utaona sangina hata mtu ukiwa hapa labda uko Marekani, ukifiwa na ndugu kule nyumbani, mtu anakwenda kwa sababu hiyo ndiyo hatima yake. Kwa hiyo katika hilo naweza nikasema tu kwa upande huo watu wanajitoa sana kwenye msiba kwa sababu hiyo ndiyo hatima ya mtu huyo, hatapata tena opportunity ya kuweza kumuaga au kumsaidia kufanya chochote kwa huyo mtu. Amen. Safi sana. Asante sana katika changizo lako hilo la Jessica. Kuna mwingine hapo kabla sijaenda Oklahoma. Inaonekana watu wameanza kufungua line. Yupo mwingine? Una sekunde 3 za kuchangamka. Basi sasa nifike Tulsa. Mchungaji Mangesho, tumekusogeza. Mchungaji kidogo, nashukuru sana. Labda tu kwa kuongezea, labda mimi nina lean zaidi towards the valley. Unakuta ukiniuliza mimi ni paka kupokuwa naongea nikana tafakari zaidi ile swali. Ni more kisaikolojia. Kwa kuna yango mbili. Kwa mfano let's say mtu akasema kwamba yeye anahitaji mchango labda wa kusomesha mtoto wangu. Lakini mtoto huyo tuseme akafariki, mtoto akatoa zaidi kuliko. Yaani ni kisaikolojia kwamba kwa nini mtoto wake mimi tena mtoto wangu wa kusomesha, mimi pia hivyo. Kwa unakuta mtu akishafariki, yaani ni kama ni ile competition inaondoka. Nasema ni more psychological kuliko tunavyofikiri, yani kuliko ambavyo yani kunakuwa na ile fulani ya kwamba mtu anapokuwa na shida unajiangalia wewe kwamba mimi mbona nahitaji
mimi mwenyewe na mgonjwa anahitaji kutibiwa. Lakini pia kuna ile ambapo sema watu wengine huwa wanatoa kwa sababu kwenye misiba kama wengi zaidi, kwa sababu na mimi pia kinitokea na mimi pia niweze kuchangiwa kama ambavyo wengine kusema. Nakumbuka kwa mfano kwenye group la familia kulitokea debate, kuna mtu mmoja alipata shida all of a sudden, ilikuwa ni msiba, hatuwezi kumchangia yeye kwenye msiba kwa sababu yeye tukiangalia kwenye jadwali hajawachangia wengine, unaona. Na hiyo yenyewe pia is a wrong reason, maana tujui kwa nini labda mtu anaweza kuchangia wakati huo. Tukirudi kwa dada Jessica amejibu vizuri, ni point nzuri kabisa, ni kweli ni mtu hatima ya mwisho. Lakini yule mtu kama tungempatia hela ya matibabu akapona, angekuwa na faida zaidi, angeishi miaka mingi zaidi, aweze kumtumikia Mungu zaidi. Unajua mtu kishafariki you are gone. Yaani yes sawa kuna ulimi kwenda pale, lakini ile thamani yako haiko tena. Sasa kwa nini tusingeweka thamani na kukua hai? Tunakupa thamani wakati umefariki, wakati umeshafariki wewe kuchangia chochote. Unaona? Lakini tungepambana ukao hai, bado ungeweza kuzalisha na kufanya vitu. At the end of the day, of course, before tungeweza kusema sababu akafariki, kila ndio akafariki, lakini you get my point. Kwa hiyo mimi nadhani ni more psychologically. Na kwa kumalizia tu nakubaliana kabisa na mstari ambao kumbuka niliomba mstari baba Tasha amejibu vizuri kabisa ile mstari. Unakuta watu wengi tungetamani kumsaidia mtu, ila bado tunataka tufanye hatufanyi kwa sababu again of other reasons za kwetu wenyewe binafsi. Sababu mimi naona kama ni more psychological kuliko sababu nyingine yote ile. Mama, asante sana. Swali la kwanza limekwenda vizuri kabisa. Niwashukuru wote ambao tumeweza kulichangia. Tuna bahati ya mtende kabisa ya kwenda kwenye swali jipya kwa hivi sasa. Angalia simu yako alama nyota nambari 6 utakuwa hewani. Karibu tuulizane maswali. Karibu changamkie muda. Swali lolote lile ambalo tunaweza kujadiliana kama Wakristo, tuwe Biblia, hata kama tusipotumia Biblia tukatumia knowledge yetu ya Kikristo kuweza kujaribisha kuchangia. Hakuna swali la ajabu, hakuna swali jepesi, hakuna swali baya. Swali ni swali. Linakereketa somewhere, tunachangia moja hapa. Amen. Karibu mchungaji Magesho, swali jipya? Swali jipya kaka. Mtumishi wa Bwana. Labda kwa wengine wanafikiria nilikuwa na swali tu very simple, swali la kawaida tu. Nataka tukujua tofauti ya kanisa na hekalu. Mtu anasema kwamba anakwenda hekaluni kumwabudu Mungu. Nimetoka hekaluni, nimetoka kanisani. Ni kuna tofauti kati ya hayo maneno mawili au hizo sehemu mbili? Amen. Sana swali zuri kabisa hilo. Unafahamu je, kuna tofauti kati ya neno kanisa, naenda kanisani, naenda kwenye hekalu? Ni matumizi ya lugha, ni maudhui, ama ni nini? Angalia simu yako la manyonta nambari 6 utakuwa wapi. Karibu tuchangie hilo. Je, kuna tofauti ya neno kanisa? Hajasema hivyo, amesema anaenda kanisani. Na niweke sawa, kuna trick hapo. Tunasema nimekwenda kanisani, mgeni nimeenda hekaluni. Kuna tofauti hapo. Kumbuka mwanzo swali ya kusema neno kanisa amesema kwenda kanisani na mgeni asema kwenda hekaluni. Je, hao tumekwenda jengo lile moja ama kuna tofauti? Alama nyota nambari 6 itoka katika mute jina la kwanza pale ulipo na kupata dakika 2. Karibu. Kuna line zaidi ya 40 zinamulika huku. Mtu akisema nimeenda kanisani, mwingine akisema nimeenda hekaluni, unafikiri wamekutana jengo moja? Matumizi ya lugha ama kuna tofauti? Kuna kichwa, lakini also bonyeza alama nyota nambari 6. Nikipekua hapa katika list inayoona kuna ambao unajua wamekwenda katika shule zile za theolojia. Nafikiria inawezekana hili lilisha kutamkwa somewhere hata katika discussion za kawaida. Je, kuna tofauti ya mtu anasema nimeenda kanisani, mwingine anasema nimeenda hekaluni? Alama nyota nambari 6 utakuwa hewani jina la kwanza pale ulipo.
na hii kweli nataka nipate jibu hapa. Nitamwamsha alipo pale Dr. Nasua, lakini kabla hajaingia ngoja niangalia mchungaji mwingine katika line hapa. Labda nianze na mchungaji Mwakatumbula. Yuko katika line. Kama uko nafasi kuzungumza, mtu akisema mchungaji wangu Mwakatumbula, naenda kanisani, mwingine akasema naenda hekaluni, unafikiri wameenda kukutana kwenye jengo moja ama ni vitu tofauti? Matumizi lugha labda. Karibu. Kama unazungumza sikusikii, na kama sikusikii husikiki, labda uko katika mute. Okay, labda haiko katika nafasi nzuri ya kuzungumza. Dr. Nasua, hebu tusaidie. Bwana asifiwe. Amen. Okay, amekuja Mwakatumbula, nimekutambua dada Messi. Mimi nianze na mchungaji Mwakatumbula, nitakuja kwa dada Messi. Umelisikia swali vizuri, mchungaji Mwakatumbula? Naenda kanisani, ungesema naenda hekaluni. Kuna tofauti? Pana tofauti kidogo kwa maneno ya maana hekalu na maana kanisa. Lakini inategemea yeye anamaanisha nini. Lakini neno hekalu na kanisa vina tofauti. Na tofauti ya kanisa na hekalu, nitaanza na hekalu kwanza. Kabla ya hekalu lilikuwa ni hema la kutania. Hekalu lilikuwa ni jengo la sehemu moja ambalo lilijengwa na Mfalme Suleiman. Ndio likaitwa hekalu, maana ilikuwa unmoving, ilikuwa ni hivyo. Na hekalu lilikuwa na vipengele kama vitatu: patakatifu, na patakatifu. Na mahali pa kutania ambapo watu walikuwa wanakaa tu kwa pamoja tu, wanaanza kuingia. Patakatifu alikuwa kuhani anaingia kwa zamu wachache, lakini patakatifu alikuwa anaingia kwa ni mkuu mara moja kwa mwaka. So palikuwa pana pazia ambayo anatenganisha haya na mambo mengine kama hayo. Hilo lilikuwa ni hekalu, lilikuwa physical. Kanisa mara kwanza linasema pale ambapo Yesu anasema nitaijenga kanisa langu juu ya mwamba, wala milango ya kuzimu haitaiweza. Lakini wengine wanasema ni Ecclesia, maana mkusanyiko wa watu ambao wanamwamini Mungu. Kwa hiyo pana maana ya Kigiriki ambao ni mkusanyiko wa watu ambao wanamwamini Mungu. Lakini pia Yesu atoa kanisa pia kama maana nyingine. So hekalu aliexist sana, ndo maana au temple, ndo maana wenzetu wa Judaism bado wanaenda kuita bado mahekalu, lakini sisi wa Kristo tunaita kanisa. Kwa kanisa tofauti na hekalu, tofauti yake kubwa ni kwamba hekalu ilikuwa za taratibu zile za Agano la Kale za Kijewish, za Kijudaism. Kanisa linaongozwa na Kristo, na Kristo alijenga. Kwa hiyo sasa nitaweza nikalivunja ile hekalu na nikalijenga siku 3, akimaanisha kwamba nitalijenga kanisa. So kanisa pia linabeba maana ya kwamba ni mtu binafsi, kwa sababu roho wa Mungu anakaa ndani mwetu. Kwa muda mwingine tupika kama hekalu wakidesign, wakiangalia ile tafsiri ya kwanza la hekalu, lakini sisi tuchukua kama kanisa. Ndio maana nasema kanisa kama bibi harusi. Yesu kuja anarudi kuja kulichukua kanisa. Mungu awabariki. Nisi kidogo nimejaribu kuelezea bila maandiko, lakini nahisi ndio tofauti kidogo hekalu na kanisa. Amen. Tumeanza pazuri. Asante sana mchungaji Mwakatumbula hapa Dallas kwa kutuanzia. Nilimsikia dada Messi akiwa anazungumza. Je, amemaliza ulichotaka kusema ama kuna kitu mbadala unakifikiria? Karibu. Amina. Mchungaji amegusia hapo, labda na mimi nitasema kidogo hapo, kama alivyosema kwamba ni kweli hekalu ni sehemu ambao walikuwa wanaenda, ni jengo lilikuwa lipo la mahali pamoja. Lakini kanisa ni mimi na wewe, kwamba leo tunaweza kuwa jengo liko hapo lakini tukaamua kusalia nje, bado hiyo ni kanisa. Kwa hiyo kwa wasisi wa Kristo, kanisa si jengo, kanisa ni mimi na wewe. Ndio maana kwamba halikuja kakaa ndani yetu. Kwa hiyo tunapoungana kama alivyosema, mkusanyiko wa watu unakuwa kanisa. Ndio maana kuna wakati mwingine tunaweza tukaingia ndani ya jengo tukasali, ni kanisa. Au sikio tukaamua leo tutawasalia nje, tukakutana nje, tukakaa nje kama kwa pamoja, tukasali kwa hapo kwa nje, bado hilo ni kanisa. Kwa hiyo kanisa kwa Wakristo si jengo. Ndio maana Yesu amesema anakuja kulichukua kanisa, kwa sababu Yesu anakuja kunichukua mimi na wewe ambao ndio kanisa. Amen.
Sana sana Ramesh kwa changizo lako hilo. Kwa sababu nilikutamka, basi nitakuja kwako Dr. Nasua. Swali linasema mtu akisema naenda kanisani, mwingine anasema naenda hekaluni, wanaenda sehemu moja ya watu ama kuna tofauti? Karibu. Amen. Kama alivyosema Pastor Elia, sema sahihi, kama atakayekuwa anazungumza ni Yahudi, then atatamka kama sinagogi, kama hekalu, kwa sababu ndio language ya Agano la Kale. Lakini kama Kristo akisema anakwenda hekaluni ni sawa, lakini tutajua anamaanisha anakwenda kanisani, kwa sababu ikiwa ni hekalu kuna zile taratibu na miongozo ya hekalu, jinsi ambavyo ibada zake zinaendeshwa. Kwa hiyo mtu anaweza akasema hivyo kwa kupokea, lakini tutajua anamaanisha kanisa. Lakini Yahudi anapozungumzia kwenda hekaluni, anazungumzia taratibu na njia zote zile ambazo zina. Amen. Asante sana. Na nitachukua nafasi ya kusoma yule ambaye alikuwa amenitumia kitu, amesema hapa jina kwenye kapu. Nitaana hilo. Anasema kwa understanding yake, kanisa ni pale ambapo tunafanya gathering zetu za kila mara kama Jumapili na kadhalika. Hekalu tunafanya hivyo, lakini inahesabika kama ni sehemu ya vitu maalum peke yake. Ceremonies fulani kubwa. Ametoa mfano kwa Mabuda wanafanya hilo zaidi, kwamba ni jengo lile lakini huwa litumiki katika huduma za ibada za kila mara, kwa maana labda kila Jumapili watakutana na kadhalika. Hicho ndicho anachokia understand. Ameomba jina kwenye kapu, limebaki kwenye kapu, lakini jibu lako lipo hewani. Asanteni sana. Na kabla sijaenda kumuuliza swali, kuna mwingine ambaye ana mtazamo tofauti? Okay. Kwa ukimya huo basi ninakuja tena kwako pale Tulsa, Mchungaji Mangesho. Katika yale majibu umeweza kuyapata, tumekusogeza? Msogeza vizuri sana, nashukuru mno. Nimeridhika kabisa. Amen. Asante sana. Alama nyota namba 6 itakutoa katika mute, tutaingia katika swali la 3 kwa siku ya leo. Na wakati mnaendelea kufikiria, basi nachukua nafasi hii kuangalia katika database yetu ya maswali. Kuna swali lilikuja linasema hivi, nitasoma kama lilivyoandika. Niliachana na mwenzi wangu kwa sababu si za kibiblia wala sio za kwa sababu ya zinaa. Ni kwamba tusina amani kabisa na ndoa yangu mpya na katika maisha yangu. Je, nifanyeje? Tarudia hapo. Niliachana na mwenzi wangu kwa sababu ambazo si za kibiblia lakini sio kwa zinaa. Pagumu hapa. Na hana amani katika ndoa yake mpya. Kwa ina maisha kwamba aliachana na mtu na then akaja kaingia katika ndoa mpya lakini bado hana amani. Je, afanyeje? Tuangalie simu zetu hapo. Alama nyota namba 6. Yupo katika ndoa mpya lakini hana amani. Now, kwa sababu ni swali katika pembeni, sijui kama Bwana asifiwe. Amen. Karibu Mchungaji Mangesho. Amen. Nashukuru sana Pastor Jerry. Lakini pia ni swali zuri sana, because na mimi swali ambalo pia linawakuta watu wengi, ndio kunakuta mara nyingine, na of course simseme huyo mtu au simseme mtu mwingine yote yule. Tunakuwa na much hatujui circumstances ambazo zimelead kwa ile swala. Unafikiria endelea. Amen. Kwa tunafikiria kwamba labda majani mabichi zaidi kwa ndogo, lakini neno kurudi, nadhani sehemu ya kwanza kabisa kwanza na toba. Labda tumeanza tu kwa kuweka wa msingi kuanza na toba. Na kama ni ndoa iliyofungiwa kanisani, ina maana kwamba yani mbele ya Mungu inatambulikana. Unaona? Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuanza na toba, kumwambia Mungu kwa kweli hapa nilichemsha,
naomba nianze mmoja na wewe katika hii ndoa yangu mpya, nianzie wapi? Kwa nadhani napokwenda kuweka msingi alafu nitaruhusu wengine wachangie, labda wajengee kuanzia hapo, wala labda waweke msingi mwingine. Labda ningeshauri tu kwamba aanze na toba, aombe rehema, Mungu naomba unisamehe, ili sasa kumpa Mungu nafasi ya kuweza kuingia na kutengeneza. Hakuna ambalo linashindikana mbele za Mungu. Hata plan B Mungu anaweza kaifanya ikawa nzuri kabisa. And then baada ya toba, labda sasa mimi ningeshauri atafute counseling. Yeye na mke wake wakutane, na kwa mfano tuna mama Kasha, baba Kasha, watu wazuri kabisa, resources nzuri, na naamini kabisa Mungu ana uwezo wa kurejesha furaha katika maisha yake na ndoa yake. Amen. Asante sana kutuanzia discussion katika hilo. Kuna mtu ameachana mwenzi wake, yupo katika ndoa mpya lakini hana amani kabisa na maisha yake. Je, tufanyeje? Afanyeje mtu? Umeweza kusikia changizo la kwanza hapo. Kwanza afanye toba, and then afanye counseling baada ya hapo. Nzuri kabisa. Karibu mtu mwingine, angalia simu yako, alama nyota nambari 6, utakuwa hewani, jina la kwanza pale ulipo. Tutasaidiana katika hii scenario imetokea hapo. Kama unazungumza na sije kwa knowledge, inawezekana unazungumza katika mute. Angalia tena simu yako, utabonyeza alama nyota nambari 6 *6. Karibu. Mtu ameingia kwenye ndoa baada ya ku-end relationship nyingine. Ndoa hii aloingia hana amani, hana furaha. Yafanyaje? Nafikiri mwiza swali alidokeza ama alizungumza kwenye relationship ya zamani kuonyesha kwamba kulikuwa kuna kitu pale, kwa kuna donda, labda alikuwa anategemea hii ndio itakuwa ndoa, then haikuja kuwa ndoa labda. Amesema sababu za wao kuachana si za kibiblia wala si za zinaa, kwa vitu ni tofauti. Karibu, umesikia sauti hapo kidogo. Amen, amen, amen. Nimekusikia mchungaji Bupe, lakini ongeza sauti kidogo ikiwezekana. Karibu. Amen. Sasa vizuri. Amen. Sasa tunakusikia kama ile Bupe tuliyomzoea. Karibu. Asante. Napenda na mimi kuchangia kidogo kwenye hilo. Ni kwamba kwenye swala la ndoa ni kwamba kukosa amani sio bahati mbaya kwenye hicho ambacho kimetokea kwake. Kuna mambo mawili makubwa yanaweza kuwa yanaendelea ndani yake. Jambo la kwanza, kuvunja kanuni ya Mungu ya ndoa. Biblia inaweka wazi kabisa kwa ndoa ni uhusiano, sio uhusiano wa kawaida, ni agano. Kwa hiyo walikuwa sio wawili, ilikuwa ni mtu mmoja. Sasa alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Mathayo 19 nadhani mstari wa 6 inazungumza hivyo. Kwa hiyo kama kuachana hakukutokana na sababu zinazokubalika kibibilia kama zinaa, kama Mathayo 19:9 inavyosema, basi mbele za Mungu ule uhusiano wa kwanza bado una uzito kiagano. Kwa hiyo kuingia kwenye ndoa nyingine kunaweza kuleta mgongano wa ndani kabisa, spiritual conflict. Inaweza kuleta mgongano wa ndani. Jambo la pili, dhamiri inashtaki. Kwa hiyo Mungu ameweka dhamiri ndani ya mwanadamu. Hata kama anajaribu kusonga mbele, lakini ndani kuna sauti inamwambia kuna kitu hakiko sawa. Ni waraka wa kwanza wa Yohana 3:20 na inasema kabisa kwamba moyo wa mtu umshtaki. Kwa hiyo amani ya kweli haitokani na kuhalalisha maamuzi yetu, bali kuishi sawa na kweli ya Mungu. Kwa hiyo kwa sababu ametoka kwenye agano, sasa amani haiwezi kuja kwa kuhalalisha maamuzi yake, bali ni kuishi sawa na kweli ya Mungu. Lakini jambo jingine,
yaani uhusiano wa kwanza haujafungwa vizuri. Kwa hiyo sasa wameachana kimwili, lakini hawajafungua hisia za kiroho. Kwa hiyo ndani yake kuna majuto ya ndani. Anaweza akajiona yeye yuko kawaida, lakini hali hiyo kuna namna fulani, kuna majuto ya ndani, lakini kuna kumbukumbu zinazoumiza. Lakini pia kunaweza kuwa kuna hisia ya hatia kulingana na mwenzi wa zamani na wa sasa. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba ndoa mpya hii aliyoingia inakuwa haijajengwa katika utulivu. Kwa hiyo kama haijajengwa katika misingi ya utulivu, lazima akose amani, kwa sababu ameingia kwenye ndoa mpya bila uponyaji. Anaingia kwenye ndoa mpya bila uponyaji, kama anavyosema hii sio sababu za kibiblia wala sababu za zinaa. Ina maana kuna sababu ambazo hazieleweki. Ina maana kuna kitu ambacho ni kama jeraha, ni kama namna fulani. Kwa hiyo hajaponywa, ameamua kuingia kwenye hiyo ndoa nyingine. Kwa hiyo sasa huyu mtu kama aliingia kwenye ndoa mpya kwa haraka, kwa maumivu au kwa kukimbia sasa kwamba nimetoka huku na kimbia upweke, basi ndoa mpya haiwezi kumpa amani, kwa sababu haikutokana na uponyaji wa majeraha. Kwa maana hiyo, kama alivyosema mchungaji Mangesho, ushauri wa haraka sio kwa kumhukumu, ajitathmini kwa kweli mbele za Mungu, aombe toba. Kama kuna sehemu alikosea, atengeneze amani ndani yake ili ilete uponyaji. Pia atafute ushauri wa kiroho. Tafute ushauri wa kiroho kwa mtumishi ambaye labda ni baba yake wa kiroho anayemuongoza. Hivyo tu. Asante. Amen. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji Bupe Mwakamela. Si kama uko Dar es Salaam leo ama mikoani, basi tunafahamu uko Tanzania, na kushukuru sana kwa changizo lako uzuri kabisa la hilo. Niko Dar es Salaam. Kuna mtu mwingine anaweza kwa Dar es Salaam. Amen. Asante sana. Kuna mtu mwingine anataka kuchangia katika hilo. Swali refu kidogo, lakini lina nguvu yake. Niliachana mpenzi wangu kwa sababu si za kibiblia wala sio za zinaa, na sina amani kabisa katika ndoa yangu mpya na maisha yangu mapya. Je, nifanyeje? Umeweza kusikia point hapo? Kuna mtu anacha kuongezea hapo? Na kwa sababu lilikuwa ni swali maktaba, basi nafikiri wale ambao watapata nafasi kusikiliza recording including mwenye swali ataweza kupata nafasi kabisa kuweza kupata jibu lake. Tumeenda vizuri kabisa. Asanteni sana. Na tuendelee. Alama nyota namba 6 itafungua line yako, utakuwa tayari kuuliza swali jipya. Itakuwa ni swala 4 kwa siku ya leo. Tunaanza vizuri, tunaendelea vizuri kabisa. Kipindi ni Umoja Church Bible Study, kipindi cha maswali na majibu wa dakika 90, kile ambacho kinakujia mwisho Alhamisi ya mwisho wa mwezi kila mara. Kwa dakika 90 swali lolote la kibiblia. Na kwa hivi sasa ambao tuko mbashara, line zetu zipo katika mute. Utabonyeza alama ya nyota nambari 6 atakutoka katika mute, jina la kwanza na pale ulipo. Utakuwa hewani kwa dakika 2 mpaka 3 kuuliza swali lako na tupata nafasi nzuri ya kuweza kulichangia. Tunaenda vizuri kabisa. Na angalia simu yako, karibu. Kama unazungumza na sija kunozi, basi inawezekana unazungumza katika mute. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6. Karibu. Alama ya nyota nambari 6 itakutoa katika mute na utapata nafasi ya kipekee kabisa ya kuja na swali jipya kwa siku leo. Bwana asifiwe. Amen. Karibu tena mtumishi. Nafurahi maswali yanaendelea kuja. Nilikuwa na swali kama Mkristo. Hivi Mkristo unaweza ukaamini na kutokuamini kwa wakati mmoja? Yaani labda nasema kwa Kiingereza, can you believe and doubt at the same time?
swali langu. Hebu fafanua kidogo, kudapt kitu gani? Hebu ngoja nitoe mstari hapa. Ukiangalia kile kitabu cha Marko ule mlango wa 9 mstari wa 24, ngoja nifungue hapo. Marko 9:24. Unakumbuka ile mtoto ambaye yule baba ambaye alikuwa na mtoto wake alikuwa ana shida ya mapepo na wale wanafunzi wake wakashindwa kumtoa. Sasa yule baba akamleta mtoto wake kwa Yesu. Yesu akamwambia, wewe amini tu. Sasa nadhani ukiangalia mstari wa 24, sijasema yote ilikuwa kwa muda, akasema mara babaye yule kijana akapata akasema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Unaona? Kwa hiyo kwa maana nyingine alikuwa naamini, lakini at the same time aamini. Naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Kwa hiyo unaweza kuamini na kudoubt at the same time, yani katika eneo ile moja yani. Okay. Sasa nafikiri nimeweza kusoma vizuri kabisa. Na nitakuwa sawa nikisema kwamba una base kwenye uponyaji? Eneo uponyaji upo eneo lolote lile. Labda katika uchumi wako, labda unaamini Mungu afungulie mlango, unaamini lakini at the same time uamini. Au labda unahitaji rent ya nyumba au uponyaji pia kama ulivyosema. Eneo lolote lile. Asante sana. Na swali zuri kabisa hilo la kamua kidogo ubongo. Kama Mkristo, naweza kuparaphrase sasa. Kama Mkristo, inakuwaje unaamini lakini huamini? Kwa Kiingereza labda inakuwa rahisi zaidi. You believe but you have doubts. Sio Kiswahili chake tutasemaje hapo? Inakuwaje Mkristo anakuwa hivyo? Alama nyota namba 6 itakutoa katika mute. Jina la kwanza pale ulipo, tutaweza kujaribisha kuchangia hilo. Inakuwaje Mkristo anakuwa naamini lakini anakuwa haamini? Bwana Yesu asifiwe. Wote kutokuamini. Amen. Karibu mchungaji Mwakatumbula. Amen. Hiyo inaweza, kwanza asante kwa swali zuri na la Pastor Mangesho, mtumishi wa Mungu. Hiyo kwanza ni jambo ambalo linawezekana Mkristo akawa naamini au kutokuamini, lakini haiwezekani ukawa na imani au kaamini wakati uamini. Ukiwa uko katika doubted, tayari hauamini. Tafsiri ya imani Biblia inasema ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo jambo la kwanza, ili uwe na imani inabidi usiwe na hata chembe moja ya doubt. Na anachoongea mtumishi wa Mungu Pastor Mongesho, najua anaongea kwa ajili yetu wote, kwa faida yetu wote, ya kwamba pana muda mwingi sana tunaamini mambo huku na kwa tuna doubt. Kwa ni vizuri sana kama unasema leo mtu na udeal na your doubt. Mwambie Mungu adeal kwanza na ile sehemu ndani yako isiyoamini. Kwa sababu ile sehemu ndani yako isiyoamini inachafua maana ya imani. Kwa hiyo ndo maana nahisi wale watu walikuwa washindwa kutoa yule pepo, walikuwa wanajua ya kwamba tunaweza kutoa pepo, lakini inashindikana. Kuna swali moja ningependa kulipose. Kwa nini mtu mara nyingi ukiambiwa kwamba ninakuletea mgonjwa umwombee, kwanza unaanza kustuka? Kwa nini unastuka? Kwanza asipopona itakuwaje? The moment unaingiza ile hofu, tayari unafunga mlango wa muujiza kutokea. Na kwa nini? Kwa sababu anataka kuchukua utukufu wewe. Anayeponya sio wewe, anayeponya ni Mungu. Wewe ni sehemu tu unaotumika. Kwa hiyo kuna muda lazima udeal na ile thought ya doubt. Lakini pia ili uweze kudeal zaidi na sehemu ya maisha yako ambayo ina wasiwasi, Biblia inasema mambo mengine haya hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kufunga na maombi, hata Yesu naye bidii afunge na maombi ili aweze kushinda doubt. Dunia imejaa hofu na adui manyingi anapenda kutenda hofu. Mungu afanya kazi katika imani, adui afanya kazi katika hofu.
So ukiona kuna sehemu ya hofu katika maisha yako, ujue ni njia ambayo adui atafanya kazi kupinga kazi ya Mungu katika maisha yako. Even though unaweza ukawa pia una doubt na una hofu, lakini bado mambo yakatokea. Kuna muda imani yako inakuponya, lakini kuna muda Mungu anaamua tukuingilia kati kufanya favor. Ndio maana kuna mercy. Tunaokolewa muda mwingine kwa neema. Mungu abariki, asante. Wow, amen. Asante sana mchungaji Mwakatumbulo kutuanzia discussion vizuri hapo. Kwa sisi wengine ambao tunapenda matumizi ya lugha, tuliposikia alisema Mungu yupo katika imani, shetani yupo katika hofu, tulitabasamu. Kuna kitu hapo. Asante sana. Now, tuendelee. Bwana asifiwe. Amen. Karibu brother Alan. Mimi nasema kwamba inawezekana. Kwa sababu gani? Tena ina make more binadamu kuliko kuamini 100%. Kiangalia wale vijana watatu wa Kiebrania walikuwa wakamwambia mfalme Nebukadnezar, Mungu atatuokoa. Lakini hata asipotuokoa, ina maana kwamba hawakuwa na uhakika moja kwa moja kwamba atawaokoa, lakini hata asipotuokoa atabaki kwa Mungu. Sara alivyoambiwa kwamba utapata mtoto, alicheka. Yule mama mjane alivyoambiwa na Elisha kwamba utapata mtoto, pia alimwambia kabisa usinitanie. Kwa hiyo kwamba uwezekano wa kutokuwa na doubt nafikiri ni sehemu ya binadamu kuliko kitu kingine, kwa sababu wewe unachotaka, unachoomba, na vile vile by any means hauwezi kujua Mungu ana mipango gani. Kwa hiyo ile Mungu ana mipango gani lazima uweke doubt. Amen. Asante sana brother Alan Mpuru akizungumza akinguruma kutoka pale Houston, Texas. Tunaendelea vizuri kabisa. Kuna mwingine hata kuchangia hapo. Amerudi tena mchungaji, umerudi Mwakatumbulo, karibu. Amen. Namshukuru sana baba zangu Alan, ameongea vitu vizuri na vikubwa na napenda. Lakini wale watu watatu kina Meshach, Abednego alisema hivi, tunaamini Mungu wetu anaweza kutuponya. Yaani tunaamini Mungu anaweza kutuponya na moto. Lakini hata akiamua kutuponya haimaanishi kwamba hawezi kutuponya. Walikuwa wanamaanisha kwamba we are 100% sure Mungu wetu ashindwi kutuponya. Labda tu sio plani yake, lakini tunaamini sisi ndani ya mioyo yetu na kwamba huu moto ni mdogo kwa Mungu wetu kuweza kutuponya. Kwa ndicho ambacho wale vijana walikuwa wanaamini. Kwa walikuwa 100% na Mungu akawatokea. Walikuwa wanaonyesha, wanajua ya kwamba bado mapenzi ya Mungu yatimie, kama Yesu alivyosema, mimi ninachotaka ni hiki, ila mapenzi yako yatimie. Kwa walikuwa wanaonyesha ukuu wa Mungu. Lakini pia ametoa mfano juu ya naomba nikumbushe kidogo nani mwingine hapa, niko tani Sara na yule mama mjane Elisha alimponya, alimpatia mtoto. Narudi kwa Sara, Mungu alimpa mtoto sio kwa sababu ya Sara, kwa sababu ya Abrahamu. Biblia inasema Abrahamu alivyoamini ikafanyika kuwa yake. The moment Mungu alimwambia Abrahamu akaamini, ikafanyika kuwa yake. Na Mungu anaadhibu unbelief, lakini anaangalia pia nani kumwadhibu. Ndio maana Zakaria pale ambapo hakuamini Mungu alichomwambia akawa bubu, asiongee tena. Lakini Sara akaacha sababu alikuwa anajua pia. Lakini Mungu alikuwa anatimiza ahadi ya Abrahamu. Kwa Sara angeamini asingeamini ilikuwa haiwezi kuinterfere kile ambacho Mungu anakifanya kwa Abrahamu. Mungu anataka Abrahamu aweze kuamini. Lakini pia nimeweza kuelezea kwamba Mungu anataka mwanadamu aamini 100%, even though anaweza yeye mwenyewe kama kufanya. Lakini tunachotakiwa kufanya, ndio maana mstari ambaye imani ni hakika ambayo tutajuayo. Tukirudi kwa huyo mama mjane ambaye hakuamini yeye, ni kweli mama mjane hakuamini, lakini Elisha yeye aliamini kwamba nikifanya hiki kitatokea. Ndio maana sisi mwalimu wetu ni Yesu. Ukimwangalia Yesu hakuna sehemu alichofanya muujiza wote akiwa ana unbelief. Kote kufanya wanasema Lazaro amelala, amekufa, haijalishi yeye anaenda kuponya. Hajawahi kuwa na wasiwasi katika anachokifanya. Pale ilikuwa sio issue ya yule mama kuwa na wasiwasi, ilikuwa ni yule mtumishi ambaye kaamua yeye, huyu mama amenitendea mema, huyu mtoto mpokoo. Yeye mtumishi yule alifanya ule muujiza, alikuwa na imani 100% na Mungu wake. Ni muhimu, inahitajika na ni kweli. Ni kweli katika binadamu kuna hali unakuwa unapungukiwa au unatindikiwa. Ni hali ya kawaida ya kibinadamu. Lakini unapokuwa mtu wa roho, ndio maana lazima tukue katika ukuaji wa kiroho. Ndio tunakuwa huko. Hamna mtu ambaye yuko perfect.
tunakuwa, na as we are growing. Ndio maana hata wanafunzi wa Yesu pia walikuwa wanakuwa. Yesu mara kwanza anakasirika nao, anasema nitabaki nanyi wenye imani haba hata lini. Maana maneno haba, mimi nina limited time ya kuwa na nyinyi, nategemea mshakuwa katika uwezo wa kuweza kuvuka. Na ndio maana hata baadaye Peter umuone akitembea katika imani haba. Amen. 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 Nafikiri hapo mchungaji umeshindwa kunielewa kidogo. Nachosema kwamba doubt kwamba wewe unaamini kwamba Mungu anaweza kufanya. Doubt ni kwamba Mungu anataka nini? Yaani kwamba Mungu ndio final. Kwa hiyo kwamba unawezekana kabisa kwamba Mungu atatuokoa katika moto. Lakini Mungu inawezekana kwamba hataki kukuokoa kwenye moto. Pamoja na wewe kuamini kwamba Mungu atakuokoa kwenye moto, lakini bado kuna doubt kwamba je, Mungu anataka kuniokoa kwenye moto? Kwa hiyo ndio hapo huyo ndio nachosema mimi kwamba doubt hiyo ni ya kibinadamu, kwamba mimi nataka hivi na ninajua kabisa kwamba Mungu ana uwezo wa kuponya kansa, lakini je, Mungu yupo katika mstari huo wa kuniponya kansa? Ndio hiyo doubt ambayo naita mimi ya kibinadamu. Amen. Asante sana. Tumesogea pazuri. Swali lilipoanzia ni kama Mkristo, je, unaweza kuamini na kutokuamini? Umeweza kusikia point of view tofauti zikija hapo. Nikaribishe mtu mwingine wa mwisho katika hili. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6. Unasemaje? Inawezekana? Ndio, nafikiri kwa nini? Sikia kwanza dada Mese, nitaanza pale and then nitakuja Alabama. Dada Mese and then nitakuja Alabama. Amen, amen, amen. Tukisimama katika Ukristo, ni haiwezekani kwamba tunatakiwa tuamini, maana pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Na kama Mkristo, nia yetu kumpendeza Mungu, na Mungu anataka imani isiyokuwa na mashaka. Tukiisingiza mashaka, ina maana tumeharibu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Mungu anatupenda tuweze kuamini pasipo mashaka, lakini tunapoingiza mashaka tunakuwa tumemtoa yeye nje, na maana kwamba hayuko pamoja nasi. Japokuwa ndio kuna ubinadamu unaingia kama ubinadamu, lakini kama Mkristo haiwezekani uwe pande mbili. Ndio maana tumeambiwa chagua moja, uzima au mauti. Mungu anataka tuchague moja. Chagua kumwamini 100%, umwachie yeye. Atafanya yeye, atafanya au atafanya wewe, lakini umempa imani yako yote. Ndivyo Mungu anavyotaka Wakristo tuwe. Haiwezekani, yani hatuwezi tukampendeza Mungu kwamba una imani na una mashaka, japokuwa ndio binadamu tuko hivyo. Lakini tukisimama katika Ukristo kama nilivyosema, Mungu anataka tuamini. Amen. Amen. Sana dada Mese kwa changizo lako hilo. Sasa nikukaribishe Dr. Kasha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru kwa ajili ya michango yote ambayo imetangulia hapo. Na mimi labda ni sharti ya kuongezea kwa kujikumbusha kwamba hii imani yetu ambayo inaitwa imani ya Kristo, yani imani ya aina ya Kristo. Na tukumbuke kwamba ni kipawa cha Mungu, na si kwa sababu ya kujitahidi kwetu au kwa vyovyote vile ambavyo tumefanya. Ni kweli kwamba kuna namna ambavyo tunaweza tukanyanyua kiwango chetu cha imani. Maana kuna imani, kwanza kuna sehemu mbili za imani. Kuna sehemu ile ya kwanza ya kuamini kwamba Mungu anaweza. Lakini mtu anaweza kuwa na imani hiyo, lakini akakosa imani ile ya kupokelea. Na kwa hiyo akawa upande mmoja ni kweli anamwamini kwamba Mungu anaweza yote, kwa mfano Yesu anasema kwamba yote yawezekana kwake yeye aaminie. Lakini huyu mtu anajisikiliza moyoni mwake, anaona kabisa kama hajafikia kwenye kiwango kile cha kuweza kupokelea. Na ndipo sasa hata kuko kwenye Warumi 10:17 anasema kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo naamini kwamba kwenye imani kuna viwango. Kuna imani ya matendo makubwa
alafu kama labda ni matendo labda ya kiwango cha kawaida, basi kuna kiwango chake cha imani. Kwa hiyo labda mtu amejisikiliza akaona kwamba labda hajafikisha kile kiwango ambacho kinahitajika, na ndipo anaomba kwamba Mungu nisaidie kuweza kunyanyua kiwango changu au niweze kufikia kwenye kiwango kile kwa sababu ya neema. Kwa hiyo kuna sehemu fulani ya imani ambayo inakuja kwa njia ya neema ya Mungu, lakini kuna ile kiwango ambacho pia tumefikia kwa sababu ya mazoezi ya kiroho ya kunyanyua kiwango chetu cha imani. Bwana asifiwe sana. Amen, amen, amen. Asante sana Dr. Kasha kwa mchango mzuri kabisa pale. Najaribisha kwamba sijarudi Oklahoma, kama kuna mwingine ambaye alikuwa anataka kubonyeza akaondoa, akabonyeza akaondoa, hebu tukusikilize. Alama nyota nambari 6 utakuwa hewani. Jina la kwanza pale ulipo takupa dakika 2. Natosha. Karibu. Okay. Kwa ukimya huo basi nitaokoa muda, nitarudi pale Oklahoma kwa muuliza swali mchungaji Mangesho. Vipi, tumekuweka sawa hapo? Tuko sawa? Amen. Nashukuru sana kwa tabiri. Yes, tuko sawa kwa kweli, majibu yote ni mazuri sana. Kanda kwa kweli mazuri sana, lakini kaka wale mwakakula pale ameleza vizuri. Of course watu wameleza vizuri, na nimesema mkashani kama ni ameweka mmalizia vizuri kabisa, kwa sababu sisi sote hapa nadhani kuna wakati fulani katika maisha yetu tulishawahi kusema, tulishawahi kuwa na ile wazo, Mungu ana uwezo, Mungu kweli ana power, lakini at the same time nawaza lakini sijui kama atanifanyia. Kwa hiyo unaamini at the same time huamini, unaona. Sasa labda ndio hapo ambapo wale kakale na nasema ule binadamu hapo kidogo unaingia, lakini yes, sometimes mtu unaweza ukawa unaamini kama Baba Kasha alivyosema, na sasa Mungu atusaidie wewe kuconnect na hadi za Mungu, na kwamba Mungu anaweza. Nashukuru sana kwa kweli, nimejifunza mimi pia kitu kipya. Asante sana mchungaji Mangesho kwa acknowledgement hiyo. Tuendea vizuri kabisa. 70 kati ya 90, dakika 70 katika zile 90 tumeweza kuzikamata vizuri. Tumekuwa discussion nzuri kabisa, tumeweza kupata maswali 4, midahalo kama 18. Tunaenda vizuri kabisa. Hebu tumalize 20 vizuri zobakia. Alama nyota namba 6 itakutoka katika mute. Jina la kwanza pale ulipo, tusikilize swali jipya. Karibu. Kama unazungumza na sija kunoje, inawezekana unazungumza mwenyewe hapo, usikiki. Angalia simu yako, alama ya nyota nambari 6 ndio itakutoa katika mute. Jina la kwanza na pale ulipo swali lako, dakika 2 zitatosha kabisa kuweza kueleweka. Karibu. Karibu tuendelee. Nimeamua kumtegea mchungaji Mangesho. Asi. Kuna line kama 45. Hebu angalia simu yako, alama nyota nambari 6, kipindi cha kipekee kabisa ambacho unapata nafasi ya kutokubaki na dukuduku lolote lile. Swali lote la Kikristo, swali la kimaisha ambalo tunaweza kutumia aidha Biblia yetu ama knowledge yetu ya Kikristo kujaribisha kuliweka sawa, ama tunaita mdahalo, kuweza kuchangia katika yale ambayo yameweza kuja. Tumeanza vizuri kabisa, tuendelee vizuri. Alama nyota nambari 6 itakutoka katika mute, utakuwa hewani. Karibu. Again, kama unazungumza na sija kwa acknowledge, inawezekana kabisa kwamba husikiki, unazungumza katika mute. Angalia simu yako vizuri. Alama nyota nambari 6, karibu. Amen. Karibu. Yes, Dr. Kasha. Ni swali hili ambalo tunaweza tukaangalia kwenye experience zetu. Mara nyingi wakati mwingine tumeombea mtu ambaye alikuwa anaumwa, na kwa kumtazama hivi nafika mahali ambapo tunaona kama anaelekea sasa upande huo ng'ambo ya pili, na najua kwamba wakati mwingine labda
tumemsindikiza yule mtu kwa kushifti imani zetu kwa ndani, kwamba huyu sasa nafikiri Mungu imeshampendeza Mungu kwamba huyu mtu sasa afariki. Lakini kumbe Mungu alikuwa anatusubiri sisi ya kwamba tunyanyue viwango vya kumwamini ili kuzuia mauti ya yule mtu. Je, tunafikiri kwamba labda hiyo imetokea mara nyingi kuliko ambavyo tunavyofikiri au la? Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine. Labda nibaki nayo sehemu ya mwisho tu. Sehemu ya kwanza nimeelewa vizuri sana. Unaenda kumwombea mgonjwa kwa macho ya binadamu, kwa hakika binadamu unaona kwamba okay, huyu anaonekana anaenda mbinguni, anaondoka, anafariki, whether ni mbinguni ama not. Sehemu ya mwisho umesema ama la, sijaweza kukuelewa vizuri. Ni hapo niliposema kwamba je, inawezekana kwamba tumewasindikiza wengi ambao wakati wao ulikuwa haujafikia kwa kuondoka. Okay, sasa nimekupata. Asante sana. So tunamwombea mgonjwa, lakini sisi tumeconclude ama tumeanza kuona kwamba huyu anaondoka. Kwa hiyo tukarelax maybe muscles za maombi ama kiakili, tumesema kwamba sasa lakini huyu anaondoka. Je, kwa kufanya hivyo tumeua? Naweza kutumia neno hilo. Tumesababisha ile mtu asiweze kubaki duniani, kwa sababu kama tungekomaza kidogo imani yetu, labda Mungu alikuwa anasubiri tufanye hivyo ili yule mtu aendelee kubaki na sisi apate uponyaji. Nitakuwa nimekusoma vizuri hapo. Ni sawa kabisa. 85 ya mwaka. Amen. Asante sana. Okay. Sasa narudi hapo. Swali anasema kwamba unapokuwa kumwombea mgonjwa, na imeshatokea kila mtu ameshakwenda kumwombea mgonjwa, lakini wakati unafanya ile maombi kwa akili zako ama kwa knowledge yako ama kwa chochote kile, unafanya ile maombi lakini nafsini mwako tayari unasema kwamba huyu mtu tunampoteza. Mwisho iko tu moja. Na kweli huyu mtu akapotea, akaondoka. Je, yale ni mapenzi ya Mungu, ama labda ungekuwa na imani tofauti ama ungeweka mkazo tofauti, na pengine Mungu alikuwa anasubiri tu ufanye hilo ili mtu hawezi kupata uponyaji? Lakini kupata uponyaji kwa sababu wewe ambaye uko naomba tu, lakini tayari katika nafsi yako hausimami kwenye uponyaji. Labda ibisha kuweka katika lugha hiyo. Je, tunafikiri tunafanya makosa hapo kwamba tunaendelea kufanya hichi na tunapoteza ndugu zetu na marafiki? Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri Mungu utakuwa mmoja. Amen. Karibu, nafikiri nani anaangalia hapa? Dada Mese, karibu. Amina. Asante kaka Jerry, Mungu akubariki. Asante mtumishi wa Mungu Dr. Kasha, Mungu akubariki kwa swali zuri. Mimi ninavyoamini kwamba kila tunachokifanya, kila kinachotendeka ni mapenzi ya Mungu, kwa sababu maneno ya Mungu yanatuambia si kwa matendo yetu bali ni kwa neema. Kwa sababu unaweza ukaomba na isiwe. Sijajua kwamba wewe unajuaje kwamba hichi kiwango nilichoomba akijafika au hichi kiwango nilichoomba kimefika. Mimi najua kwamba ni imani zetu pia na Mungu, yeye ndiye anaye mwamuzi yote, kwa sababu wote tunakubaliana kwamba he has the last say. Yani kwamba hata kwenye wimbo tunaimba kwamba Mungu, madaktari wanaweza kusema kwamba huyu hapana, ndo ameishiwa hapa, lakini kwamba Mungu yeye ndo anakuwa na maamuzi ya mwisho, kwa sababu hata tunaposema kwamba sisi tunaomba, mtendaji ni Mungu. Kwa mimi ninachoamini kwamba mimi nitakuwa nimeomba kadri nilivyoweza kuomba. Ndio inawezekana hali ya mgonjwa labda inakatisha tamaa, lakini pamoja na hayo yote ni wengi ambao walikuwa kwenye koma, hawawezi kabisa kuongea, na labda familia ilikata tamaa, lakini alitoka kwenye koma akawa mzima. Na japokuwa walikuwa wamekata tamaa na akawa mzima. Na kuna wengine ambao hawakukata tamaa, wameomba mpaka dakika za mwisho na bado huyo mtu akafariki. Kwa hiyo mimi ninachojua na ambacho nasimamia siku zote, yote ni mapenzi ya Mungu. Yeye ndo mwamuzi wa yote. Amen.
sasa angalia simu yako ipo katika asante sana kwa changizo lako zuri hilo. Sitakuuliza wewe, lakini niuliza kwa mtu mwingine. Je, umeshakuwa katika hiyo hali? Yes, tunafahamu kwamba kila mtu anakuja na mapenzi ya Mungu kuondoka, lakini umeshawahi kufanya maombi na mtu then ukaona kwamba huyu anaondoka? Je, unafikiri fikra yako hiyo ni sahihi wakati upo katika maombi, ama sio katika maombi hutakiwi kufikiria kwamba huyu tunampoteza kama mwana maombi? Bwana Yesu asifiwe. Kipindi hicho kiko hewani kwa sasa. Amen, amen. Karibu mchungaji Mwakatumbula. Amen. Samahani, nitataka kurudia tena. Tunapoomba au unapomwombea mgonjwa, ni sisi hatufuati hali na situation unayoiona. Sisi tunafuata neno linasemaje. Neno linasema hivi, mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. So anything contrary, chochote kile ambacho kinapingana na neno la Mungu si cha Mungu. Kwa Mungu asema tuwekea mikono wagonjwa wapata afya. Kuponya au kutoponya ni kazi ya Mungu. Ndio maana tunapata changamoto sana, kwa sababu tunahisi hajapona kwa sababu mimi ndo nimeshindwa au mimi sina nguvu. No. Kazi ya kuponya ni ya Mungu wala si ya kwetu. Usichukue nafasi ya Mungu. Sisi wajibu wetu kuweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Hajapona, hajafanya nini, ni kazi ya Mungu. So inaweza ikaja wazo kama hilo, ni muhimu sana kulikataa na kulipinga, unless uwe na uwezo mkubwa sana wa kujua kwamba hapa ni Mungu anaongea na mimi, ya kwamba najua umemwombea huyu mtu lakini mimi nimeamua kumtwaa. Unless uwe na uhakika. Lakini kama una uhakika ya kwamba hii ni sauti ya Mungu, na ni kawaida kutokuwa na uhakika, kwa sababu hata Yesu dakika ya mwisho anaenda msalabani, anasema Bwana, mimi ombi langu kaombe hiki niepuke, lakini si kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe. Alikuwa bado anahitaji kuchange the will of God. Kwa hiyo bado ninaamini ya kwamba unapomwombea mgonjwa, wewe amini neno linasemaje, nitawekea mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. 100%. That's all naamini. Doubt na nini haitafanya kazi, na doubt ni adui mmoja hapo mkubwa sana wa miujiza. Na kinachomponya mgonjwa sio wingi wa maombi au nini, ni ukubwa wa imani. Basi imani ndio inafanya mambo yatokee katika ulimwengu wa kiroho. Imani ndio mtaji. Amen. Lakini nalazimika kubaki na wewe kidogo hapo mchungaji Mwakatumbula. Nafasi inaweza nisipate tena. Katika jibu lako ambalo nzuri kabisa, kuna sehemu umesema kwamba unless kama uko katika ile level Mungu amekutamkia kwamba huyu anaondoka. What do you do wakati unamwombea yule mtu? Sasa unamtamkia Bwana Mungu ameshanaonyesha unaondoka, sasa hivi tunabadilisha kutoka katika maombi ya uponyaji tukupe sala ya toba, tukushirikishe na nini kwa sababu unaondoka wewe. Do we do that? Mchungaji anaweza kufanya, mtumishi kwa sababu tayari Mungu ameshakupa hiyo message. Amen. Asante kwa swali zuri sana kakangu mkubwa. Ninachokiona ni hivi, ya kwamba unapopata ujumbe kama huo ya kwamba nimempenda zaidi, hekima kwanza bidi fanye kazi ya, kwa sababu ujue mazingira ni aina gani na watu ambao kupai ni aina gani, hata yeye ni aina gani. Kwa ni vyema sana kuweza kuendeleza kile ambacho unakifanya, then kuweza kuweka calmness. Lakini kuna ujumbe ambao Mungu anakupa ili umwambie huyo mtu, kama ambavyo Mungu amtuma Isaya kwenda kwa Ezekia, nenda kumwambia aandae mambo nyumbani kwake, maana anamchukua. Kwa muda Mungu anawataarifa watu ambao anawapenda, ambao anajua wanamjua na anaweza kubeba vitu kama hivi, na anakusudi mwingine anambia ajiandae kwa ajili ya maisha yake ya mbinguni ya kutoba na kila kitu. So kwa mtu, ndio maana sio kila ujumbe wa mtu ambao unao umeota ndoto umwambie huyo mtu. Lazima pia muulize Mungu, je, hili jambo nimwambie au niliombee? Kwa sasa kama umepata kibali cha kwenda kuongea naye, then that's fine. Lakini jambo la mwisho pia, unaweza ukatumia ujanja katika hapo ukasema wakati unaenda kumwombea useme haya pia tufuatisha maneno, omba hivi, unamuongoza kwenye maombi ya toba, bila kumwambia kwamba unakufa au umeambiwa unakufa au nini. Kwa unaweza kuunganisha ibada ya maombi ya toba pale, then ukamweka mtu katika mazingira mazuri ya kiroho na kimwili. So na hisi ni hiyo tu, lakini hapa na kina nyingine nyingi, lakini hizo ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikasaidia. Amen.
Amen. Asante sana kwa jibu lako zuri. Najua ni sensitive topic. Wakati tunatoa jibu kama hilo, wakati tunajadili vitu kama hivi, inawezekana kuna mtu imekupeleka kwenye episode fulani ya kifamilia, ukaguswa kinamna fulani. Mungu aende kupa nguvu. Tunajaribisha kubadilishana mawazo, kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukaelewa dini yetu na Ukristo kwa pamoja. Umeanza vizuri kabisa mchungaji Makatubula. Muda upo, nikaribishe mtu mwingine kuchangia. Nimeshopata elisi watu watatu katika kila swali. Unapokuwa unamwambia mgonjwa, then nafsi yako unasema kwamba huyu safari yake inawezekana imeshafika ukingoni, then ndio mtu akaondoka. Je, nafsi yako ilivyokuwa nakuambia vile, je, ndio sababu labda ungebakia kuwa positive kidogo, labda Mungu alikuwa anasubiri kuuliza swali, alikwenda pale kwa anajaribisha kwenda pale. Tunafahamu kabisa kwamba siku yako kufika imefika, Mungu na uamuzi wake, lakini muuliza swali alihint akasema kwamba labda Mungu alikuwa anasubiri atokee mtu mmoja atamke positive, lakini umefika pale ukatumia kibinadamu zaidi kwamba huyu inaonekana basi tena alikuwa anaumwa leo mfanya kosa. Nafikiri swali liko hapo. Twende. Angalia simu yako wala manyota nambari 6 utakuwa iwani. Karibu. Bwana siwe. Mwezo swali. Amen. Karibu brother Allen. Hapo kwa kweli utakuwa umefanya kosa kubwa sana, kwa sababu mgonjwa na Mungu kwanza wote wanakutegemea wewe. Na wewe yani kwamba hapo unakuwa umedoubt uwezo wa Mungu, yani kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya vitu vidogo vidogo tu, vitu vikubwa haviwezi. Wakati hapo ndio imani yako ilikuwa inataka uonyeshe kwamba Mungu naimwamini ameacha niingie katika tundu la simba, anaenda kumtoa katika tundu la simba. Akuzuia asiingie katika simba, ila anaenda kumtoa katika tundu la simba. Kwa hiyo hapo wewe kwa kulegeza imani unakuwa umemwangusha mgonjwa na umemwangusha Mungu. Amen. Sana sana. Tazama umeweza kusikia wao. Karibisha mtu mwingine. Mgonjwa anaumwa, naenda kufanya maombi. Unapofika pale kwa knowledge ya kwako wewe, mchangiaji mmoja alisema kama Mungu amekuonyesha, sasa Askara amekuonyesha, lakini wewe unajua kwamba hajakuonyesha. Kibinadamu sio kwamba hii hapa na wakati umefika mwisho. Naanza kufanya sala ya toba. Brother J. Ya hapa nataka kuongezea. Sometimes unaweza kusema Mungu amekuonyesha, ila umepiga mahesabu yako ya kiudaktari na kinesi ukaconclude, ila sio kwamba Mungu amekuonyesha. Amen. Sote tunakubaliana kwamba Tengeaje hapo anasema kwamba Mungu mwache katika hili ni wewe. Sawa. Karibu mtu mwingine. Lakini ni ile hali yetu ya ubinadamu. Swali lipo, umekwenda kumwombea mgonjwa, lakini wakati unafanya hivyo ukaja na conclusion zako kwamba huyu mwenzetu anaonekana safari imekwenda. Mwenza swali alichomeka akasema kwamba inawezekana Mungu alikuwa anasubiri mmoja, wewe ama mwingine, aje kuomba vizuri aweze kumnyanyua pale. Sasa kufanya hivyo uyameondoka, je, ni kosa lako? Kwamba watu wanasema kwamba labda ninaweza nikapata nafasi wakati mwingine. Na kwa hiyo ninafikiri ni namna ya kwa ukimya huo. Nafikiri majibu ambayo yametangulia, muuliza swali mtumishi wa Mungu Dr. Kasha, hakuna ambaye anajibu mbadala. Je, katika majibu umeweza kusikia, tumeweza kukusogeza. Lakini lile ambalo nisingependa kulifanya ndio najikuta nimelifanya. Kwa hiyo kama unazungumza upo katika mute, alama nyota nambari 6 itakutoa katika mute. Tunapotoa na naona microphone yako ipo katika mute. Amen. Na kweli sasa upo hewani. Majibu yote ambayo yametolewa yamesogeza mbele, na ni kweli ni eneo ambalo liko nyeti sana, na kile kitu ambacho kinaweza kikatusaidia mara nyingi, kwa sababu kama tulikuwa tunamwombea huyu mgonjwa na akawa ameondoka, wakati mwingine tunaweza tukabaki na kujisikia hatia. Ni vizuri tufike mahali ambapo akiondoka hatusikii hatia, na tutawezaje kuhakikisha kwamba akiondoka hatasikia hatia? Ni kujiingiza katika zoezi ambalo tunaliita zoezi la kuisikiliza sauti ya Mungu.
maana Mungu anaongea ndani ya mioyo yetu. Hata tunapokwenda kuomba unaweza kusikia Mungu akisema kwamba endelea, na hata kama labda amefikia mahali ambapo anataka kumchukua mtu wake, basi ataweza kuonyesha very clearly huko moyoni. Yesu anasema kwamba kondoo wangu waisikia sauti yangu. Kuna hiyo ambayo tunaweza tukasikia sauti ya Mungu kama tumejiingiza katika mazoezi hayo, na tukafikia mahali ambapo hata tunapomwombea mtu basi hakuna kupingana ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo hata mtu akiwa ametwaliwa sasa, hatutabaki na lawama yote au kujisikia hatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen, amen, amen. Asante sana katika hilo. Tumeenda vizuri kabisa. Naam, natambua kabisa na dakika 4. Sitaki kutiririka tuende overtime, but ninafikiri kwamba tuna nafasi ya kuweza kupenyeza swali moja la mwisho kwa siku ya leo. Hebu angalia simu yako na manyota nambari 6. There you go. Amen, amen. Karibu mtumishi wa Mungu. Nafikiri ni dada Glory Show huyu, Arusha pale. Asante, nashukuru kwa kipindi kizuri chenye utukufu wa Mungu. Mimi swali langu liko kwenye Wafalme wa Kwanza mlango wa 21 mstari wa 29. Nafikiri ni mahali wengi tunapafahamu. Ninataka kuuliza kwamba ni kwa nini wakati mwingine mtu ameomba rehema mbele za Mungu lakini uovu ukarudia watoto wake? Kwa sababu tunaona Aminadabu alipoambiwa na Elia ya kwamba ametenda dhambi, alivaa magunia akaomba rehema kwa ajili ya ile kuchukua lile shamba la yule mtu. Lakini neno la mwisho analolisema kwamba anamwambia haya maovu hayatakurudi wewe, lakini anasema pale siku za wanao nitayaleta mabaya haya yote juu ya nyumba yake. Kwa nini Mungu alirudisha yale maovu kwenye nyumba ya watoto wake na wakati alimuomba rehema? Ninaomba kusaidiwa hapo. Amen. Sana. Wow. Kwa nini, jaribu kuparaphrase hapo, kwa nini Mungu amehamisha maovu kutoka kwa baba kwenda kwenye nyumba za watoto wake? Nitakuwa nimekusoma vizuri hapo? Ndio. Wafalme wa Kwanza mlango wa 21 mstari wa 29 tunaweza kusoma, alafu mkanisaidia niweze kujua kwa nini Mungu alirudisha au maovu kwenye nyumba za watoto wake na wakati ule baba aliomba rehema. Okay. Nitasoma katika version nilokuwa nayo mstari wa 29 Wafalme wa Kwanza 27-29, mstari wa mwisho katika kitabu hicho. Huoni jinsi Ahabu alivyojidhili mbele yangu? Basi kwa sababu amejihili mbele yangu, sitayaleta yale mabaya katika siku zake, ila katika siku za wanaye nitaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. Wow. Amen. Mtu wewe huyo ama jamii ile akisema nataka kununua kiwanja, katika lugha ya mashangazi inasema, see Ahab has humbled himself before me. Because he has humbled himself before me, I will not bring calamity in his days. In the days of his son, I will bring the calamity on his house. Amehamisha maovu ambayo ilikuwa yaje katika nyumba yako, hakuyafuta wewe na kizazi chako, bali amehamishia katika nyumba za watoto wako. Unaweza hata kujua kwa nini Mungu anafanya hivyo siku ya leo. Alama ya nyota nambari 6 tutakuwa hewani. Karibu. Tunaiona kama Wakristo. Swali jiwe. Alama ya nyota nambari 6. Kama unazungumza sikusikii, angalia vizuri simu yako. Inawezekana alipokuwa ameanza Dr. Kasha pale alipopita shemeji yangu. Alama ya nyota nambari 6 tutakuwa hewani, jina la kwanza na pale ulipo. Mstari wa mwisho kabisa wa Wafalme wa Kwanza 27 mstari wa 29 ule ndipo aliposoma swali lilipotokea pale. Unafikiri ni kwa nini Mungu alihamisha, ndio neno hilo, maovu, adhabu ya maovu yako akaenda kuhamishia kwa watoto wako? Kama nisema watoto wake. Karibu changamkia hapo. Alama ya nyota namba 6. Karibu.
ni kwamba Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi Amen, amen, amen. Karibu tena mchungaji Mwakatumbula. Amen, amen, amen. Kiukweli kama usema ni swali gumu. Nitajibu tu kuelezea kwa ufahamu ambao naweza kuwa nao, lakini Biblia anasema analisisha vizazi vinne uovu wa baba zao wala chuki yao. Hata uovu sio dhambi, ila uovu ni ile hali ambayo inampelekea mtu kutenda dhambi. Sasa hapa anasema kwa sababu amejishusha huyu, uovu huu kwake nimeusimamisha. Kwa pana mambo mawili. Yeye je, aliomba rehema kwa kiasi gani kwa ajili ya ule uovu usiendelee kwenye kizazi chake? Kwa sababu uovu automatically unaendelea. Tunaweza tukamwona kwamba Abrahamu alidanganya juu ya mke wake, Isaka akuja ni kudanganya vile vile kwa juu ya mke wake, Yakobo akuja kudanganya tena kwa baba yake. Tunakuja kuona watoto wa Yakobo nao kuja kumdanganya baba yao. So tutakuja kuona kwamba ule uovu wa uongo ulioanza kuanzia kwa Abrahamu uliendelea. Japo Abrahamu ni mtu ambaye anatembea na ahadi ya Mungu, ni mtu ambaye anatembea na Mungu, ni mtu ambaye anatimiza mapenzi ya Mungu. So Mungu wa rehemu wale wapendao. Na rehema za Mungu ni muhimu sana kuweza kuzijua. Kwa hiyo I believe ni kwamba kama mimi sijasoma vizuri hiyo verse clearly, nikiweza kusoma juu nikiweza kuelewa zaidi, lakini Mungu aweza kumrehemu kuzuia ule uovu kwa sababu ya wema wake, sadaka isizitoa wema aliofanya. Mungu kwa rehema zake kama kuzuia ule uovu usiendelee kwake, lakini kwa watu wake aweza kaendelea. Kwa hiyo ni kwamba sijajua kama yeye alisema Mungu naomba uovu usiendelee, akaweza kuomba kujinasi, kwa sababu Ayubu alikuwa anajitahidi, anatolea sadaka wanaye kwamba Mungu yamkini wamekukosea, najaribu kuzuia wasamee dhambi zao na kila kitu. Kuna awareness ya kiroho kuweza kupambana na uovu. Lakini kwa nahisi ni hicho tu, ni kwamba uovu unaweza kuzuilika, lakini nature ya uovu unashuka. Ndio maana unachokifanya leo, dhambi utakoishindwa leo na changamoto utakoshindwa leo, ujue is very rare. Inawezekana sana watoto wako pia wakapambana na kile ambacho wewe mpambana. Ndio maana ni muhimu sana kushinda dhambi, kwa sababu dhambi inabeba uovu kwa generation, kwa DNA. Uovu unaenda kwa kizazi. Ndio maana unavyoishi maisha matakatifu si kwa sababu yako tu wewe leo. Kwa ule uovu sikute mtoka hata kwa babu yake na huyo Ahabu, unaendelea kwenda vizazi vinne kama Mungu alivyoahidi. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba inawezekana kuzuilika, lakini pia pana rehema, maombi ya rehema. Mungu wa rehema wale wapendao, na anaweza pia kuzuia uovu usiendelee. Lakini lazima huyo ambaye anasimama hapo kuzuia uovu asimame kweli kweli. Kwa kuna watu wanasimamisha uovu na wanaruhusu baraka ziendelee, na kuna watu ambao wanazuia baraka, wanaruhusu uovu uendelee kwenye kizazi chao. Amen. Asante sana kwa kutuandizia hapo. Ni swali tight kidogo, but tumeanza vizuri kabisa. Kushukuru sana katika hilo. Nikaribisha mtu mwingine mmoja hapo kabla sijarudi kuuliza swali kwa sababu ya muda. Nafikiri kwa nini Mungu alihamisha maovu ya yule baba akapeleka kwa wanae? Unajua, naongelea upendo kwa kumjali mwenzako. Angeweza kumchapa yeye, lakini akamsamehe, akaenda kupiga kwa wanae, nyumba za wanae. Ndio Biblia inasema. Kwa nini unafikiri? Hebu angalia Marko nyota ama simu yako la manyota nambari 6, utakuwa hewani hata hapo tu unatoa kwa dakika 2. Karibu. Unafikiri kwa nini? Na nirudi nyuma kidogo, hata kwenye upande Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye upande wa kuchangia harusi unakuta Amen, amen, amen. Karibu tena mchungaji Kasha. Amen. Ni kweli kwamba kuna vitu vingine ambavyo Mungu anaweza akafanya na tusiweze kuelewa kabisa, na ndio maana tunapokumbuka basi itatuweka katika hali ya kuweza ya kwamba Mungu ni mwenye nguvu zote, lakini ni mwenye mamlaka yote, na ana haki ya kufanya vile pia anapendeleavyo. Na wakati mwingine anaweza kupendelea kwa macho yetu, lakini kwa namna ya kwake mwenyewe, kwa sababu ndivyo alivyochagua ndio haki. Naamini kwamba hiyo ni mojawapo ambavyo wamefanya hapa, mojawapo kati ya hizo ambazo inawezekana kwamba hatuwezi kuelewa kwenye ng'ambo hii, au tukaelewa hata labda huko baadaye Mungu atatufunulia kabla ya kwenda ng'ambo hiyo nyingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen.
Asante sana Dr. Kasha katika jibu lako hilo. Na wakati mwingine labda nikuongeza hapo kwa Pastor Kasha, wakati mwingine pia Mungu anajua vitu vinavyoenda kufanyika. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anaposema kwamba labda hapa wewe na kuzuia, lakini huku sio kwamba hicho kitu itakuja surprise kwake. Tayari anajua au watoto watafanya nini, watapita wapi, ni kitu gani na nini awachape nacho. So sometimes ndio kama jinsi labda mtumishi mwingine aliposema ni vizuri tunaomba na kwa ajili ya generation, lakini pia hatuwezi kuzuia kwa sababu Mungu anajua na anaona hata kabla sisi hatujaona, hata tujafikiria. Yeye ameshaona hapa tulipo, tayari anajua kizazi cha 20 na 26. Haleluya. Tena Mungu aitwe Mungu. Glory to God. Barikiwe. Amen. Asante sana kwa hilo. Na kwa sababu muda nitaweka nukta, lakini bado nalazimika kwenda pale Arusha. Muulize swali Mwalimu Glory, tumekusogeza. Ama tuendelee nalo katika kipindi kijacho cha mwisho wa mwezi. Asante sana kaka Jerry. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana kaka Jerry. Ninaomba waliojibu wamejibu vizuri sana, lakini ni swali ambalo litatusaidia kwenye maisha tunayoishi hapa duniani. Ninaomba watu wakasome huo mlango, labda next month tuendelee kulipapanua vizuri zaidi, ili tuone kwamba hata kama sisi ni watumishi wa Mungu, kuna mambo tunaweza kufanyia watu tukajua tunaomba rehema, lakini tukasahau vizazi vinavyoendelea. Ile tu Mungu kama alivyosema aliyemaliza, Mungu ni Mungu mwenye haki. Haki yote iko kwake, na anatujua na anatufahamu kwamba yale tunayoyatenda kwa makusudi, kwa sababu ilikuwa ni dhambi ya makusudi ya kumnyang'anya mtu shamba. Kwa hiyo tuisome alafu tuelewe, lakini majibu ni mazuri mno. Namshukuru Mungu, Mungu awabariki, ili tuone tunavyoishi hapa duniani tunatendea nini wenzetu. Tukijua labda tutaomba rehema sisi kama sisi kwa sababu ni wewe umetenda, lakini tukumbuke yuko Mungu mwenye haki, Mungu anayetenda kwa haki, Mungu anayerehemu kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, na pia yeye ndiye Mungu anayekilaani. Mungu wa mbinguni atubariki. Asante sana kaka Jerry. Amen. Asante sana Mwalimu Glory katika hilo. Na tarehe ambayo tutapata nafasi ya kuliendeleza hili itakuwa ni April 30 kwa huku Marekani itakuwa ni May 1st, May Day kule nyumbani East Africa, kwa sababu hicho ndio kipindi kijacho sasa cha maswali na majibu cha mwisho wa mwezi unaokuja kwa dakika 90. Nafikiri tutapata nafasi ya kuanza na hili, ama tutapata nafasi ya kulizungumzia hili sometime during the program. Nichukue nafasi basi kuweka nukta kwa sababu ya muda. Ni kuwashukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho. Na kabla sijarudi kwa credits hizo, niwakaribishe basi wenzetu wa Outreach Ministry. Mwalimu Sofia namuona katika line, kabla ya nafasi kuzungumza, atuongoze katika declaration yetu ya Outreach ya mwezi huu wa 3 mwaka huu 2026, and then baada hapo basi nitamkaribisha mtumishi kwa nasaha zake. Katibu wetu wa Outreach, Mwalimu Sofia, karibu. Naomba nisaidie Swali la kwanza limekwenda vizuri kabisa. Niwashukuru wote ambao tumeweza kulichangia. Tuna bahati. Amen. Ngajaribisha kurudi katika declaration ile ambayo inatembea kwa mwezi huu wa 3 kwa hewani. Karibu tuulizane maswali. Ni kukataa na kusambaratisha madhabahu za giza. Kukataa na kusambaratisha madhabahu za giza. Torati 12:3 ndio mstari ambao Outreach Ministry wamekuwa kisimama nao katika mwezi huu wa 3 kuweza kujaribisha kuchangia. Hakuna swali la ajabu, hakuna swali jepesi. Amen. Nitawakaribisha kama kuna kiongozi wote Outreach aweze kutuongoza katika declaration. Kabla sijamkaribisha mtumishi. Amen. Karibu cha mchungaji Magesho. Swali mada ndio hiyo, kataa na kusambaratisha madhabahu za giza. Torati 12:3. Amina. Basi tuendeleze Mungu akatae na kukataa na kuharibu na kupinga roho hizo katika makanisa na katika sehemu zote. Tuendelee mbele za Bwana. Haleluya. Baba mtakatifu,
katika jina la Yesu Kristo na wa Mungu aliye hai, tunakataa, tunaharibu, tunavunja, tunabomoa maachela yao, mipanga yao, lugha zao, tunazishika kuzimu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa Baba umetupa nguvu, umetupa uwezo, umetupa mamlaka ya kubomoa na tunaharibu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Tunaharibu kila maashera, kila madhabahu ya kuzimu kwa damu ya Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Tunayafuta kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, kwenye madhabahu ya Kristo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kukutukuza Mfalme. Amen. 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 Amen, amen. Asante sana watumishi. Basi nimkaribishe Dr. Nasua kwa nasaha zako, kama kuna tangazo lingine, and then of course kutayarisha kipindi kwa sala ya jioni. Karibu Dr. Nasua. Asante sana. Basi nichukue nafasi hii kwanza kulishukuru dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mungai Mshana, Brother Jerry, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnaoifanya ya kuandaa ibada zetu hizi. Mungu awabariki sana. Amen, amen, amen. Na pili, nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa watu wote kabisa, wachungaji na watumishi wengine wote, kwa kushiriki kwenye kuuliza na kuchangia kujibu maswali. Sote tumejifunza kila mmoja kutoka kwa mwenzake. Basi Mungu awabariki wote kabisa kwa jinsi ambavyo mmejitoa kuuliza na kuchangia kujibu maswali. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana watumishi. Basi Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na mimi siku zote zimepitana na kuhakikishwa, awalinde na watunze na wafanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana watumishi. Amen. Amen, amen, amen. Sana mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua kwa nasaha zako na kutuarisha kipindi kwa saa jioni. Dawa tuchukua nafasi kwa shukuru wote ambao tumekuwa pamoja siku ya leo mwanzo mpaka mwisho katika kipindi chetu cha maswali na majibu cha mwisho cha mwezi huu wa 3. Kipekee waliopata nafasi ya kuuliza na kuchangia maswali kwa siku ya leo, mchungaji Mangesho katika kuchangia na kuuliza maswali 4, Reverend Dr. Kasha kwa kuchangia maswali 3 na swali, mtumishi wa Mungu Sister Valence kutoka pale Nebraska kwa changizo 1, Mama Kavishe kwa changizo 2, Minister Jessica Kataraia hapa Texas kwa changizo 1, mtumishi wa Mungu mchungaji Makatumbula kwa machangizo 5 kwa siku ya leo, swali 1 kutoka studio, mtumishi wa Mungu mchungaji Bupe Mwakamela kutoka pale Dar es Salaam Tanzania, Brother Alan Mfuru kutoka pale Houston machangizo 3 kwa siku ya leo, Sister Mese kutoka pale Connecticut kwa machangizo 3, mtumishi wa Mungu Dada Glory Show kutoka pale Arusha kwa swali 1, Mama Kasha kutoka pale Alabama kwa changizo 1. Walikuwepo, lakini inawezekana ukujua, umeweza kumsikia mchungaji Nasua akizungumza, umeweza kumsikia mchungaji Mangesha akizungumza, lakini katika watumishi alikuwa vivyo mtumishi wa Mungu mwalimu Olivier Andrews kutoka pale New Jersey, umeweza kusikia Kashazo, watu wawili, umeweza kumsikia mchungaji mwalimu Shaw, lakini mchungaji Makatumbula as well, Sister Jessica, Minister Jessica Kataraia na mwalimu Sofia Luoga. Dawati ya shukuru nafasi kwa shukuru wote kabisa. Kumbuka basi kuishi kipindi hiki na mwendeze vipindi vingine vinavyojia kwa sana makanisa Umoja. Kipindi kingine cha namna hii kitakuwa April 30 kwa time za hapa Marekani, saa 1 usiku. May Day itakuwa ni saa 9 alfajiri kule East Africa. Kwa niaba basi ya dawati zima la Umoja Church Bible Study, Dada Priska Mungai Mshana, Dada Hilda Biabato
Bakari, Brother Jimmy Msemo, Brother Allen Mfuru, naitwa Jerry Mkonyi. Tukiwa wote amani ya Bwana, usiku mwema, alfajiri njema kutokana na majira na wakati uliopo. Tukutane tena kipindi kijacho, wiki ijayo, katika somo jipya zuri la kusisimua ambayo itakuwa ni series itakuwa imekamata mwezi mzima ule wa 4. Kuwa tayari kupata information hiyo, na kupata basi information hiyo, tafadhali kuwa shemasi ukiwakaribisha wengine. Kumbuka kuendelea kusubscribe katika channel yetu ya YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study, Umoja Church Bible Study. Subscribe pale, kipindi hiki na vinginevyo utaweza kupata katika ukamilifu wake. Amani ya Bwana, usiku mwema, tukutane tena vipindi vijavyo. Prayer line itakuwa hewani kama kawaida saa 12 asubuhi, na kwa sababu hiki kwa kipindi cha mwisho wa mwezi, basi wenzetu prayer line kwa siku ya kesho watakuwa wanaelekesha la mwezi. Information unazo katika WhatsApp group yako, tafadhali jiunge nasi jioni ya kesho. Amen. Wakidesign wakiangalia